Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu. Ndugu mpendwa na msikilizaji, jina langu naitwa Mchungaji Musa Bwire. Namshukuru Mungu kwa neema aliyonipa. Shukuru Mungu kwa upendo wake na kwa uaminifu wake juu ya maisha yangu. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, liko Mbezi, Dar es Salaam, mtaa unaitwa kwa Makalimawe. Hapa ndipo namtumikia Mungu. Nataka kushirikiana na wewe leo kwa habari ya ushuhuda wa maisha yangu. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa kuniokoa miaka sasa 20 iliyopita. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake na kwa kunijali na kunikumbuka mpaka na mimi kunipa neema ya kupata wokovu huu. Nataka nizungumze na wewe kitu kimoja, kwamba Yesu anaweza kukuokoa bila kujali mazingira wala maisha ambayo unapitia, wala bila kujali nyakati ngumu au vita unayopitia. Wakati mwingine unaweza ukaangalia vita au changamoto unayopita ukaona ni kubwa sana na huwezi kupata wokovu. Nataka nikwambie leo kwamba Yesu anaweza kuokoa mtu yeyote maadamu ukimwamini wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita, kabla sijampata Yesu, maisha yangu yalikuwa ni maisha mabaya sana. By profession mimi ni mwalimu na taaluma yangu ni walimu, kwa mwalimu wa shule ya msingi, na nilimaliza chuo vizuri na nikaanza kufanya kazi, lakini ile kazi haikunisaidia kwa sababu ya maisha yangu hayakuwa mazuri ya kumtumikia Mungu. Nikafika mahali nikaacha kazi. Maisha yangu hayakuwa maisha mazuri kwa sababu sikuwa nimempata Yesu, lakini nilikuwa na dini. Nilikuwa Mkristo, naingia kanisani na sali, lakini sikuwa nimempata huyo Yesu. Maisha yangu yalikuwa ya taabu kwa sababu nilikuwa mlevi wa kupindukia. Leo naniona hivi na kuzungumza na wewe habari za Yesu, naweza usiamini ninachokiongea, lakini maisha yangu yalikuwa ni mabaya sana ile miaka 20 iliyopita. Na nilikuwa mlevi ambaye siwezi kupata nafasi hata kurudi nyumbani, kitu ambacho kilikuwa kinafika mahali mpaka nawapa changamoto wazazi. Wazazi wangu walinitafuta sana hata wanipati, sababu maisha yangu yalikuwa ni kutangatanga na sikuwa na nafasi kukaa nyumbani. Lakini namshukuru Mungu, mwaka 1999 nakumbuka ndipo nilipokutana na Yesu wakati nipo Mwanza. Kumbuka mchungaji wangu mmoja anaitwa Paulo Buawa, nilikutana naye akaniambia habari za Yesu, ndipo nikampokea Yesu. Ndio ilikuwa mwanzo wa kuishi maisha ya wokovu. Kwa kweli dhambi ni mbaya, dhambi inatesa, dhambi haina furaha. Kuishi bila Yesu naishi bila amani. Kwanza wakati nikampokea Yesu Kristo na nikaendelea kukua katika mafundisho, na ninamshukuru Mungu alinibadilisha kabisa, na maisha yangu ya ulevi na nasa na vitu vingine vyote viliisha na Bwana Yesu akanitengeneza. Mimi ninachotaka kuzungumza na wewe wakati unaponisikiliza na kunitazama ni kwamba Yesu Kristo alikuja ili kutuokoa, ili kutupa maisha mapya. Kwa hiyo mahali popote ulipo, inawezekana umefungwa na madawa ya kulevya, umefungwa na vitu mbalimbali ambavyo vimekufunga na huna amani, na nguvu za giza na uchawi. Au umekuwa mlevi, unasema wewe mchungaji ni bora, mimi nimekuwa mlevi kupindukia. Nataka nikwambie Yesu anaweza kuokoa na kukutoa katika hilo shimo na ukaishi maisha mazuri. Shauku yangu tu nikaribishe kwa Yesu, kwamba ili uishi maisha yako ya kumpendeza Mungu, na lakini pia upate nafasi ya kwenda mbinguni. Maana lazima upase kujua kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine ya kumuona Mungu. Na maisha ya kwenda mbinguni hauyapati kwa sababu ya dini ulionayo. Najua dini yako ulionayo ni nzuri sana, lakini haijawahi kukusaidia kuishi maisha matakatifu. Nataka nikukaribishe kwa Yesu, kwamba ukimwamini Yesu leo, Yesu anakupa nafasi ya kusaidia kubadilisha maisha yako, na si maisha yako tu, lakini siku moja utamuona Mungu. Na Yesu alinibadilisha kutoka katika hilo hali ya dhambi na ulevi wa kutupwa na ulevi usiokuwa na furaha. Nimeishi maisha ya taabu sana. Sikufaidi kazi yangu ya walimu, sikufaidi maisha yangu, sikufaidi maisha na familia yangu. Niliishi maisha ya taabu, lakini namshukuru Mungu aliponiokoa. Leo ninaishi na furaha kwa sababu Yesu amekuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Nataka niruhusu ujumbe huu kwako, kwamba Yesu bado anakupenda. Nasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Yesu
atawapumzisha. Pumziko la kweli liko kwa Yesu. Amani ya kweli iko kwa Yesu. Nikukaribishe kwa Yesu. Unanisikiliza na unanitazama sasa. Yesu anakuhitaji. Na ili uweze kumpata huyu Yesu, sio mchungaji na mpataji Yesu ulionaye, naomba ushiriki pamoja nami. Unaponitazama na kusikia sauti hii, shiriki pamoja nami sala hii. Na Yesu ataingia ndani mwako na atakufanya kuwa mtoto wako sasa. Shiriki pamoja nami hapo ulipo, omba sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi mtu mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua au kwa kutokujua. Bwana Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Unifanye kuwa mtoto wako kuanzia leo. Nami nakupokea Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Na baada ya kusali sala hii, ninaamini Yesu ameingia ndani ya maisha yako. Yesu anaenda kubadilisha maisha yako kuanzia sasa. Naomba niombe na wewe kabla sijafunga kipindi hiki. Nikuombee wewe ambaye uko hapo na unasumbuliwa na matatizo mbalimbali. Pengine umefungwa na vifungo mbalimbali, una magonjwa mengine sugu, una kisukari, una kansa, una HIV, una mateso, unapita kwenye magonjwa muda mrefu. Yesu aliyeniokoa, nikiomba kwako atakuokoa saa hii. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa mtazamaji wangu yule anayesikiliza sasa, ninamuombea mahali anapoumwa. Kwa jina la Yesu Kristo, neema yako na mkono wako utembee juu yake. Umfungue katika vifungo na mateso. Umfungue katika magonjwa. Hiyo typhoid, vidonda vya tumbo, maumivu yaondoke ndani yake saa hii. Katika jina la Yesu Kristo, na iamuru roho yote ya kuzimu, roho ya mauti, roho ya kufa iondoke ndani mwake. Mungu anzisha maisha mapya ndani yake. Hata kuwa mtu wa kasa tena, hata kuwa mtu wa kuolewa tena. Na niombea ndoa yako na familia yako. Mungu akuinue na kubariki. Mungu akupe neema na akupe uzima kuanzia sasa. Mungu akupe neema ya kuishi maisha ya ushindi. Wewe ambaye huna mtoto, ninakuombea saa hii, shika tumbo lako na Bwana anaenda kukupa mtoto. Baba, katika jina la Yesu, muonekanie dada huyu amekaa miaka kutosha, wengine 7, 4 mpaka miaka 10. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, uliyempa Sara mtoto, uliyempa Hana mtoto, kwa jina la Yesu Kristo, pokea mtoto, pokea muujiza wako. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana alifungue tumbo lako, ukapate watoto wa kiume na wa kike. Asante Yesu kwa sababu utaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ninapoenda kumaliza kipindi hiki, naomba nikushirikishe baraka za Bwana. Pengine umesikia ushuhuda huu, lakini nasema natamani kushiriki pia kwa ajili ya sadaka. Naomba nishirikishe namba hizi na utashiriki na Mungu atakusaidia. Hapa kanisa letu linaendelea pia na ujenzi, lakini pia tuna ununuzi wa kiwanja cha kanisa. Naomba nikushirikishe baraka kwa namba hizi ili uweze kuchangia. CRDB Bank ni 10-29-41-26-8. Hii ni akaunti ya CRDB Bank na jina la akaunti ni TAG Shiro. Unaweza kushiriki kwa namba 10-22-59-41-26-8. Hii ni akaunti ya CRDB Bank, ni akaunti ya kanisa ambayo ni akaunti na jina la akaunti inaitwa TAG Shiro. Lakini pia unaweza kushiriki kwa ajili ya ujenzi na ununuzi wa kiwanja kupitia M-Pesa ya kanisa. Ni namba 0798 338 225. 0798 338 225. Na jina la akaunti ni Musa Bwire. Unataka kutoa sadaka moja kwa moja kwa mchungaji, sio kwa kanisa, na kupa namba ya mchungaji. Au na mahitaji mengine, unahitaji kutoa sadaka yako au kunishirikisha baraka au kushiriki pamoja nami katika maombi na kukuombea, nipigie kwa namba hii 0752 8688 26. 0752 8688 26. Unaweza ukatoa sadaka yako hiyo pia huko kwa ajili ya hitaji lako binafsi nikakuombea, lakini pia ni namba ambazo za kunipigia moja kwa moja na tukaongea nikashiriki kukuombea pia. Mungu akubariki sana, nikukaribishe kwenye kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God Shiro Revival Church. Tuko Dar es Salaam Mbezi. Unapofika pale Mbezi, panda magari au bajaji, uliza magari au bajaji zinazokwenda Msakuzi, na ukifika uliza kituo kinaitwa kwa Paulo. Ukifika pale kituo cha Paulo,
chukua bodaboda, mwambie nipeleke kanisani TAG Shiro. Hapo utakuwa umefika. Mungu akubariki, uishi kwa amani na Mungu akutunze. Amen. Amen.